Vipi mpenzi, mbona leo umenileta hapa, kuna nini? Mpenzi, nimegundua kuwa wewe ni mwanamke sahihi kwangu na ninakuhitaji sana kwenye maisha yangu, maana umenifanya kuwa hivi nilivyo leo. Tafadhali cha usiku, naomba nikuoe, uwe mke wangu. Wala huna haja ya kuniomba mpenzi, mimi niko tayari kwa mke wako. Nakupenda sana cha usiku. Nakupenda pia mpenzi. Kwa kweli mpenzi, sikutarajia kama ungenichumbia mapema kiasi hiki. Hata mimi pia sikutarajia kuingia kwenye ndoa mapema kiasi hiki, ila mapenzi nilionayo kwako ndio yamenisukuma kukuchumbia, maana nataka kuishi na wewe milele. Asante sana mpenzi kwa kunichagua, ninakuahidi sitokuangusha ukinioa. Usijali mpenzi, na pia nakuahidi nitafanya chochote ili kuhakikisha unakuwa na furaha. Halafu mpenzi, utanipeleka lini kumuona mama yako? Maana kila nikikwambia unipeleke umekuwa ukiniambia muda sahihi wa kuonana naye bado haujafika. Hautaki nikutane na mama yako? Sio kwamba sitaki ukutane na mama yangu, ila tatizo ni kwamba mama yangu ana hali fulani ambayo sio nzuri. Kwani ni hali gani hiyo alionayo ambayo inamzuia kuonana na mimi? Siwezi kuelezea hiyo hali kwa sasa, ila nakuahidi utakutana na mama yangu hivi karibuni, na ukikutana naye utaelewa ninachomaanisha. Wow, kwa hiyo utanipeleka lini? Nitakupeleka hivi karibuni, sawa? Sawa, yani natamani unipeleke hata kesho. Usiwe na haraka mpenzi, siku ikifika nitakupeleka. Sawa mpenzi, nakupenda. Nakupenda pia. Mama, nasafiri kwa muda wa wiki 2, lakini nakuacha na mchumba wangu cha usiku hapa nyumbani. Yeye atakutunza na kukuhudumia vizuri. Jamani mpenzi, kwani ni lazima uende? Mpenzi, hii safari ni lazima niende, maana natakiwa kwenda kukagua mradi uliofanywa na kampuni yetu kabla hatujakabidhi huo mradi kwa mteja. Lakini mpenzi, kumbuka tuna mipango ya harusi. Sasa mbona unaniachia kila kitu mwenyewe? Najua kwamba tuna mipango ya harusi, lakini ni lazima niende. Au unataka tuache kuishi haya maisha mazuri tulionayo? Unamaanisha nini kusema hivyo? Namaanisha hii kazi ninayoenda kufanya ndio inanifanya niishi haya maisha ya kifahari. Na pia kama nisipoenda, unadhani nitapata wapi pesa za harusi? Uko sahihi mpenzi, basi wewe nenda, mimi nitakusubiri hadi urudi ndo tuendelee na mipango yetu ya harusi. Sawa mpenzi, nashukuru sana kwa kunielewa. Kwa kweli nitakumisi sana ukiwa uko. Na mimi nitakumisi pia mpenzi. Halafu nimekumbuka, dawa za mama ziko chumbani kwake. Tafadhali, hakikisha anatumia zote. Na pia hakikisha anakula chakula vizuri. Sawa mpenzi, nitahakikisha anafanya hivyo. Asante sana mpenzi wangu kwa kukubali kuja kumhudumia mama yangu kipindi hiki ambacho nitakuwa safarini. Huna haja ya kunishukuru mpenzi, kwa sababu huyu ni mama yangu pia. Hebu njoo hapa kipenzi. Uwe na safari njema mpenzi. Asante mpenzi, na nyie pia mbaki salama. Mama, habari ya asubuhi. Najua huwezi kunisikia, lakini nataka tu kujua umeamkaje. Natumai ulilala vizuri usiku. Mama, nampenda sana mwanao na ninatamani sana kuwa sehemu ya familia hii. Alex ni mmoja wa watu wapole zaidi nilowahi kukutana nao na siwezi kumfananisha na kitu chochote hapa duniani. Hivi unajua kwa nini ninampenda sana mwanao? Nampenda mwanao kwa sababu ni mjinga sana. Na kinachonifurahisha zaidi ni kwamba ana mama ambaye hasikii wala hawezi kuongea. Yaani kwa kifupi ana mama ambaye hawezi kunifanya chochote. Yaani yupo tu kama mdoli. Hivi ni kwa nini uko hivi? Ina maana chochote nitakachokufanyia sasa hivi huwezi kusema, si ndio?
Wewe kiziwi, si nakuuliza. Kwa kweli wewe ni mjinga. Ina maana hata hilo tusi hujalisikia? Sasa kwa kuwa mwanao ameondoka, mimi na wewe tutakuwa na wakati mzuri sana pamoja. Unajua kwa nini? Ni kwa sababu leo namleta mpenzi wangu halisi na si yule mjinga unayemuita mwanao. Kwa hiyo humu tutakuwa watatu, yaani mimi, wewe na mpenzi wangu. Hivyo jiandae kisaikolojia, usije ukaanguka kwa presha. Au utamwambia mwanao kuwa analeta wanaume humu ndani. Oh, samahani, nilikuwa nimesahau kuwa wewe ni bubu. Kwa kweli hizi siku ambazo huyu mjinga amesafiri nitaenjoy sana humu ndani. Nakupa pole sana wewe mzee mjinga, maana utakuwa unaniona jinsi ninavyoenjoy na mpenzi wangu, lakini hataweza kufanya chochote. Hebu ngoja kwanza nimpigie simu mpenzi wa maisha yangu. Halo. Halo mpenzi. Yule mjinga bado yupo hapo? Huyu mjinga hayupo, ameenda safari ya kikazi. Utakuja lini? Mimi nakusikiliza wewe mpenzi. Kwani unataka nije lini? Tafadhali njoo haraka, nataka nikuonyeshe kitu. Sawa, nakuja hapo sasa hivi. Wow, natamani sana kukuona mpenzi wangu. Usijali, utaniona hapo dakika chache zijazo. Sawa, kwa heri. Yaani namsubiri aje kwa hamu, maana tuna mambo mengi ya kufanya pamoja. We kikongwe, unataka kusema kitu? Oh, nimekumbuka, nilitakiwa nikupe dawa zako, lakini siwezi kukupa dawa zako, maana sitaki kabisa upone wakati huu ambao mimi nipo hapa. Kwa hiyo jikaze, usije ukazidiwa, maana hakuna mtu wa kukupeleka hospitali. Enjoy maisha yako ya hapo kwenye kochi. Ingia, mlango uko wazi. Karibu mpenzi. Asante mpenzi. Unaendeleaje? Naendelea vizuri. Wow, hii nyumba ni nzuri sana. Usijali mpenzi, nitahakikisha hii nyumba inakuwa ya kwetu. Hebu subiri kwanza mpenzi. Huyu bibi ni nani? Huyu hapa ni mama wa yule mjinga ninayemuita mchumba wangu. Cha usiku, hatupaswi kufanya hivi mbele yake. Usiogope mpenzi, huyu kikongwe unayemuona hapa hawezi kuongea wala hawezi kusikia, ila anaweza tu kuona mambo yanayoendelea mbele yake, lakini hawezi kusema chochote kuhusu mambo anayoyaona. Kama ni hivyo, njoo tuendelee na penzi letu. Karibu kwenye ulimwengu wa ndoto hadi hadithi zinazohamasisha matumaini yanayostawi. Kupitia kila tukio tunajifunza na kukua. Mpenzi, sikujua kama unarudi leo. Nilitaka kukusurprise, ndio maana sijakupa taarifa. Wow, nimefurahi kukuona. Hata mimi pia nimefurahi kukuona kipenzi changu. Mama. Vipi mpenzi? Mama yuko sawa? Ndiyo, yuko vizuri. Alikuwa anatumia dawa zake vizuri? Ndiyo, alikuwa anatumia dawa zake vizuri kabisa. Asante sana mpenzi kwa kumhudumia mama yangu vizuri. Usijali mpenzi, huyu ni mama yetu sote. Kwa kweli umekuwa mwema sana kwangu. Sawa mpenzi, nisipokufanyia wewe wema nitamfanyia nani? Sawa, basi naomba ukaniandalie maji ya kuoga, maana nimechoka sana. Sawa, halafu umefika wakati mzuri sana, maana leo nimepika chakula unachokipenda. Mama yako anaweza kupiga makofi? Ndiyo, anaweza kupiga makofi, anaweza kuongea, anaweza kutembea, yaani kwa kifupi, anaweza kufanya mambo yote yanayofanywa na binadamu aliyekamilika.
Kwa kweli cha usiku, nimeshangazwa sana na tabia yako. Unajua mimi sijawahi kuleta mwanamke yoyote hapa nyumbani, ila nilikuleta wewe kwa sababu nilikupenda sana. Na siku ya kwanza nilipomwambia mama kwamba nitaleta mchumba wangu hapa nyumbani, mama yangu alikataa. Maana tangu mke wangu wa kwanza alipoondoka, mama yangu amekuwa na mashaka ya kumwamini mwanamke yoyote atakayekuja kwenye nyumba hii. Ndio maana aliamua kuigiza kama mgonjwa asiyesikia wala kuongea, ili aijue tabia yako. Kwa kweli cha usiku, umenikatisha sana tamaa. Mpenzi, Sitaki kusikia chochote kutoka kwako cha usiku. Hivi ulipata wapi ujasiri wa kumleta mpenzi wako ndani ya nyumba yangu? samani mpenzi, mimi sikujua kuwa mlikuwa mnafanya maigizo. Leti kama ningejua mnanifanyia maigizo, ningefanya vizuri zaidi. Ungefanya vizuri zaidi? Hivi unasikia unachokiongea cha usiku? Kwa hiyo unataka kuniambia kama kusingekuwa na mtihani ungeweza kunidanganya na kunikimbia, si ndio? Usinilaumu Alex, kwa sababu hata wewe pia ulikuwa huniamini, ndio maana ukaniwekea huu mtego. Kama ningekuamini, si ningekuwa nimeangukia kwenye mikono ya mtu asiye sahihi. Cha usiku, wewe hukunipenda mimi, bali ulipenda pesa zangu. Hapana Alex, mimi nakupenda wewe. Unajua nini cha usiku? Nataka uende chumbani, ukapaki kila kilicho chako, na utoke nyumbani kwangu. Huwezi kunifukuza kizembe hivyo Alex. Cha usiku, najitahidi sana kuzuia hasira yangu. Ukiilazimisha ikanipanda, na kuapia hautatoka humu ndani salama. Basi naomba tusifike huko, natoka kwenye nyumba yako.